Sasa Yash Raj Films ndio ameiandaa hii movie kali kutokea India, Bollywood. Ni movie kali sana, tumaini utaipenda. Inaanzia sehemu ya kufungishia ndoa. Wewe mwenyewe utaamua tu kupaita msikitini, kanisani au ni mahakamani. Kuna watu wengi sana eneo hili. Pia tunapata kumuona kuna mama mmoja hapa akiwa anaandaa mipango mbalimbali juu ya harusi ambayo inaenda kufanyika hivi punde. Kuna mwanae anapata kuja na babake, yani mume wake. Akampa vitu amsaidie kumshikia, akamwambia nishikie na hii, atampokea ule mtoto kwa ajili ya kumsaidia. Hivyo mama anahakikisha kwamba ratiba zote zinaenda sawa, kila kitu kinakuwa sawa katika siku hiyo. Then atakumbuka kwamba mwanae wa kike amuone anaitwa Vani. Hivyo atamuuliza mume wake, Vani upo wapi? Hata sisi hatujui. Sasa ile upande wa pili napata kumuona kuna msichana mmoja mrembo sana akiingia sehemu ya ndani ambapo watu wanafungishwa ndoa. Atakuwa amevaa begi mgongoni akitembea kuelekea sehemu ambapo mabenchi yapo ya kupumzikia. Hivyo atakaa chini na atangalia eneo lile kwa utulivu mno. Sasa pale ambapo alipo kuna watu wanafungishwa ndoa. Vani atangalia tukio kwa upana mno. Yaani atakuwa kama vile anawish. So unajua kila mtu anatamani kuwa na mtu ambaye anampenda. Watu wanakula viapo tu kwamba mimi nitaishi naye daima, nitaishi naye milele, sitokuacha katika nyakati zote zile. Haijalishi nini kitatokea, nitakupenda wewe tu. Vani akafungua peji yake ya kwanza katika notebook, ikawa imeandikwa Vani Batra. Akafungua peji ya pili, kumeandikwa My Love na kuna picha imepiga na mvulana. Huyu mvulana ni nani? Tutakuja kumjua hapo baadaye. Lakini akiwa anafunua zile karatasi huko anaangalia zile moment nzuri za wapenzi ambao wanafungishwa ndoa pale. Hivyo kuna hisia zikamjia na akafungua karatasi inayofuata na kuanza kuandika maneno mazuri ya mapenzi. Yaani mashairi mazuri mno. Aliandika sana huku akiwish kwamba maisha ya furaha, maisha anayoyapenda, mtu anayempenda kuishi naye daima, na akasema kwamba Sayala inamaanisha nyota. Yaani ni binti ambaye ni mpole, mrembo, ana macho mazuri, ana lips nzuri, anavutia, anapendeza kichizi. Sasa aliandika mpaka kamaliza. Akaendelea kufikiria, yani hata mwenyewe tu niambie, unakionaje kichuma? Unamuonaje umdada? Ni mrembo sana. Okay, akiwa anaendelea kushangaa hapa atashtuka ghafla. Then atapanga vitu vyake sawa, atasimama kuangalia kushoto na kulia, atagundua kwamba familia zinazidi kuongezeka. Ndugu, majamaa, marafiki wanazidi kuongezeka na watu. Atachukua simu yake na kupiga. Halo, Maeshi upo wapi? Sasa shughuli inakaribia kuanza. Mbona mpaka sasa hivi hajatokea? Shida ni moja tu hapa. Kuna mkaka anaitwa Maeshi na ndio mpenzi wa Vani. Na katika siku ya leo alipanga kufunga ndoa. Yaani tarehe zinajulisha kwamba siku ya leo Maeshi na binti Vani wanatakiwa wafunge ndoa. Na Maeshi analijua hilo swala, lakini yupo nje kikazi, yani nchi za nje. Hivyo alimwambia Vani kwamba mimi sitokuja leo, yani kwa kuwa nipo na mpenzi huko. Sikajua tu masiala. Tunajua tena watu wapenzi. Akamwambia basi sawa, isiwe na shida, kama leo utachelewa kuja basi nitamwambia mama na familia yote kwamba tuwailishe leo na tupange tarehe na siku nyingine kwa ajili ya harusi yetu. Ila kinachoshangaza, Maisha alisema kwamba mimi sihitaji kukuoa. Binti alisema nini? Akaendelea kwa kusema sihitaji kukuoa. Mimi sikupendi Vani, sikupendi kabisa wewe. Mimi nipo huku na nina mpenzi wangu na natumaini hivi punde tu nitapata kumuoa. Naomba uniombee msamaha kwa wazazi wako. Niombee sana msamaha kwao. Mimi sikupendi. Vani macho yake yakilengwa na machozi, akishindwa kuvumilia kile ambacho amekisikia. Mamake anatamani kujua nini kinachoendelea kwa mwanae, lakini akijaribu kumwangalia zaidi mwanae, ajue nini kinaendelea, mbona elewi. Vani macho yake yakiendelea kulengwa na machozi zaidi. Mamake aligundua hii sio kawaida kabisa kwa mwanae. Hapa utakuwa kuna shida tu. Hivyo Vani alishindwa kuvumilia, na mamake alipomwona Vani ipo vile akikimbia kukuita Vani. Kamera ikazima. Aditya Chopra ndio amepresent movie kali kabisa. Inaitwaje? Tutapata kujua jina la movie hapo mbele. Yash Raj Films ndio ameproduce hii movie. Kuna makaratasi kibao hapa na pembeni pia kuna diary ambayo imechanika kinoma baadhi ya karatasi. Tunapata kumuona binti mrembo ambaye anaitwa Vani akiwa amekaa peke yake, yani ana mawazo sana. Kile ambacho kimetokea miezi 6 iliyopita bado mpaka leo hajasahau. Na muda wote anakaa peke yake tu. Aongei na mtu, hali kwa wakati
mamake atafika, atamwambia kwamba mwanangu, unaendeleaje? Umeamkaje? Natumaini upo salama. Lakini pia mwanangu, mimi najua napitia mambo mengi magumu sana mwanangu, lakini nakuomba kitu kimoja na ufanye kwa ajili yangu. Jaribu kusahau basi mwanangu. Nakuomba sahau. Kila kitu unatakiwa kiishe. Kubali kwamba yote yamepita mwanangu. Atamtingisha mwanae pale kuhakikisha kwamba yupo sawa, afu then atamkumbatia. Yaani kiukweli huyu mama anampenda vibaya sana Vani. Si unajua tena mzazi wa kike kwa mwanae wa kike, yani lazima ampende sana. Basi Vani alipokea upendo mzito sana kutoka kwa mama yake. Yaani ni hivyo, anampenda sana. Atamwambia kwamba mimi sihitaji kukupoteza Vani. Kwa hiyo naomba usio katika hali hii. Mimi sitovumilia kabisa kwa mbali na wewe. Nakupenda sana Vani, nakupenda sana. Hata kama dunia nzima itakukataa, lakini mimi nitaendelea kuwa na wewe. Haya bwana, sini naisha. Na sini inayofuata tunapata kumuona binti Vani akiwa kwenye gari na baba yake. Wanaelekea wapi? Mimi na yote hatujui, lakini mbele yao kuna gari imeandikwa Soulmate. Sasa binti alipangalia Avden akajifunza kitu. Babake akamwambia kwamba hivi sasa hivi una kumbukumbu mbaya una mchezo wa kusahau simu yako ipo wapi? Aliitafuta kuiona. Akamwambia simu yako hii hapa. Ulisahau ndani mezani. Binti anaanza kusahau sasa. Anamwambia kwamba unajua inabidi ubadilike. Inabidi ujifunze na ukubali kumove on. Hakikisha kwamba unakuwa na furaha tena. Binti ataangalia nje, anapata kumuona kuna boy anapita akiwa katika pikipiki. Alitamani kumuona sura yake, lakini kwa kuwa alimpa mgongo wa kumuona. Ila boy aliwasha sigara yake, binti alimtizama. Huyu ni nani? Then ni kama vile alivutiwa naye hivi. Boy akatia gia huyo akaondoka. Akatamani kumchungulia zaidi na kumuona zaidi, lakini hakumuona. Anyway bwana, alipokuwa anaelekea binti alifika sasa. Hivyo alifunga mlango, akamwaga babake tayari kwa kuingia ndani sasa. Ila alipokuwa anatembea aligundua kwamba kamba kiatu chake imefunguka. Aliweka diary yake pembeni chini, then akaanza kufunga kamba yake. Ila alisikia pikipiki kwa mbali. Hivyo alitamani kujua ni nini. Kuangalia alipata kumuona yule boy ambaye alimuona muda ule njiani kule, alitamani kumuona sura yake lakini ya kumuona. Ila hapa sasa ndo anakuja upande wake. Binti akaanza kumwangalia kwa macho ya kuibia. Huyu ni nani? Atakuwa ni nani? Ni nani kwani? Ila ni handsome. Ila alipokuwa kuja upande wake, binti akaona ngoja niondoke, bila kujua kwamba alisahau diary yake. Jamaa kati anapita aligundua kwamba kuna diary hapa. Hivyo alipunguza hatua zake nyuma kadhaa, akaisogelea ile diary ilipo, akaichua, then akaichukua. Sasa alifanya nini? Mimi na yote hatujui. Lakini tunatupa moja kwa moja mpaka ofisini sasa. Ofisini tunapata kumwona yule binti Vani akiwa anaelezea proposal zake kwa viongozi. Yaani kwamba kuna kitu anakihitaji kwao. Anahitaji kuwa mwandishi katika hii sehemu hapa. Na kiukweli binti ni mwandishi mzuri sana. Ndio maana mdote anatembea na diary. Mara nyingi huwa ana note vitu vyake vya muhimu na pia anaandika vitu vingi sana. Yaani ana uwezo mkubwa sana wa kuandika. Hivyo sasa wakamwambia kwamba hivi una account ya Instagram, labda tuweza tukaangalia kitu chochote kinachokuhusu. Akasema hapana, nilishaifutaga kwa maana nzuri siitumii tena mpaka sasa hivi. Akamwambia sawa, lakini unahitaji kufanya mazoezi pia tukuangalie kipaji chako, ni kweli unajua kuandika? Akasema sawa. Wakampa ruhusa kuondoka. Binti huyo akanyanyuka akaondoka. Sasa wakajadiliana, vipi kwani hapa? Achana naye tu. Sasa wakati binti anatoka anashangaa kuna mkono mnyosha diary. Ataka kujua hii kaishika nani? Ndipo tunapata kumuona kuna mvulana mmoja ambaye ni HD kinomani. Yaani ni boy ambaye amepanda hewani mzuri. Yaani ni mvulana ambaye ni mtanashati kwa ujumla. Yaani alimsogelea yule binti akamwambia kwamba shika, akamvuta. Shida nini? Akamwambia Vani Batra. Binti akashangaa, umenijuaje? Alafu akasema asante kwa kunipa diary. Alafu unaitwa nani? Akamwambia utanijua hivi punde, usiwe na wasiwasi. Alafu jamaa huyo akampita yule dem na kuelekea mbele zaidi. Sasa jamaa akaanza kuongea kwamba hapa kuna Rit Chloe. Jamaa akasema mimi hapa ndo Rit Chloe.
akamsogelea akakamata kichwa chake kabamiza kwenye meza. Watu wote anashangaa. Akasema kwamba sasa watu wote toeni simu zenu na mshei. Yaani naomba mshei sasa hivi. Watu kibao akaanza kujaa ofisini sasa. Watu kama wote. Sasa jamaa akajaribu kujitetea. Akamwambia kwamba kuona furahiaga kiki ambacho anakifanya, si ndio? Ila hapa nataka nikuelezee kidogo. Unamwona huyu hapa handsome ambaye yupo hapa kasimama. Jina lake bado hajamjua mpaka sasa hivi. Lakini yeye ni kiongozi wa watu ambao wanafanya kazi ya sanaa, hasa sanaa ya music. Yaani wale waimbaji wanajuana. Sasa huyu ndio kiongozi wao. Anaitwa nani? Tutakuja kumjua, lakini kamshikilia hapa mtu anamwambia kwamba kwa ajili gani wewe mara zote unatufelisha, wewe mara zote unafanya sisi tuwe katika hali ya chini. Yaani bila wewe sisi tusingekuwa hivi. Afa kamwambia kwamba naitwa Krish Kapoor. Haya, sema hilo jina. Krish Kapoor. Afa kamwacha. Kumbe anaitwa Krish Kapoor. Jamaa akapita, Abdalla akampita hadi yule binti. Alipopita mbele akasimama kidogo. Afa kageuka akamfuata. Kanitisha, akamwambia alafu wewe una kipaji kikubwa sana cha kuandika. Afu huyo akaondoka. Binti alitoa macho. Hakuamini kile ambacho alichoambiwa. Ni kweli binti ana kipaji kikubwa sana. Movie yake inaitwa Sayara, yani nyota yangu. Ni movie moja kali kinoma, yani kali. Sasa kwa kuwa hii movie ni ndefu mno, nimeamua kuigawa katika vipande, ila kipande kinachofuata hakitachukua muda mrefu. Hivyo ni wewe tu kucomment katika page yangu, kusubscribe ili notification zianze kufika kwa muda sahihi sana ambao mwenyewe unahitaji. Okay, ulikuwa na mimi hapa story lako kuniita Nicky. Okay, bye bye.